Trump anatoa onyo la mwisho kwa Iran na Iran inajibu kwa kushambulia kambi za Marekani huko nchini Kuwait. Hii ni ripoti ya masaa 24 ya nini kinaendelea ndani ya mpaka Mashariki ya Kati. Tukianza upande wa Marekani ambako Rais Trump ametangaza kwa mzozo wa Iran unaenda vizuri kulingana na mipango yao, lakini akasisitiza kuwa ndio nafasi ya mwisho, yani last chance, kwa upande wa Iran kufikia mwafaka. Marekani imeweka msimamo kuwa Iran haina njia nyingine zaidi ya kukaa kwenye meza ya mazungumzo au kujisalimisha kabisa. Kwa hiyo Iran sasa hivi anailazimisha Tehran iweze kukubali kwenye mazungumzo ambayo wanatamani waweze kukaa mezani. Lakini baada ya Tehran kukanusha uwepo wa mazungumzo, Trump ameshutumu safu ya uongozi wa Iran kuwa ya waongo wa ajabu sana kupindukia na ni watu ambao hawaaminiki hata kidogo. Katika kauli ambayo imetolewa wanahitaji watu wengi kama ni kauli tata, Trump alikuwa amesema, unajua nini? Iran ndiyo nchi yenye bahati zaidi kuwahi kutokea duniani. Ni nchi pekee ambayo imekuwa kwenye ukingo wa kufutwa kwenye ramani ndani ya masaa machache mara nyingi, lakini kwa bahati imekuwa ikiponapona. Kwa hiyo yanasema ni kama bahati kwa sababu wanashindwa kufanya ile shambulizi kubwa ambalo wao akilini mwao wanaliona kutokana na watu wanavyowaomba na hivi na hivi, na maelezo ya Trump mwenyewe. Upande wa Iran, nini kinaendelea mpaka hivi sasa? Ni kwamba serikali ya Iran imetoa tamko rasmi ikisema hivi sasa hatufanyi mazungumzo yoyote na Marekani. Lakini Iran imewanyonga pia watu wawili waliopatikana na hatia ya kufanya kazi na kutoa taarifa za kijasusi kwa upande wa Israeli. Zaidi hapo ni kama Rais Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa Iran haitafuti vita kubwa vya kikanda, lakini itajibu kwa nguvu zake zote kulinda usalama wake. Chanzo cha kijasusi pia kimethibitisha kuwa jeshi la RGC siku ya leo asubuhi limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait kwa kutumia angalau drone 3. Hizi ni ambazo nimezipata kutoka sosi chache sana, kwa hiyo sitaki kukuthibitishia moja kwa moja kwamba wameshambulia nchini Kuwait, lakini taarifa zilizozipata ni kwamba wameshashambulia mpaka kufikia asubuhi. Zaidi hapo ni kwamba Iran imebainisha kuwa inashirikiana na Oman kutengeneza njia ya muda ya usalama katika mlango bahari wa Hormuz, huku ikifichua kuwa China imejitolea kusaidia kuzuia vita visisambae zaidi. Nadhani kuna mtu alikuwa amenielezea na ile siku nikawaambia China na Urusi inadaiwa kwa backup Iran kwenye hivi vita ambavyo vinaendelea, na ndio maana unaona kama Iran inapata nguvu kila siku. Lakini Iran imefichua kuwa ilikuwa tayari kurusha mashambulizi dhidi ya Ukraine kabla ya viongozi wa Kiev kupiga simu na kufafanua kuwa mashambulio dhidi ya meli ya Iran ilikuwa ni kosa la kiutendaji na sio nia yao. Kamanda wa RGC pia ametangaza kuwa vikosi vyao viko tayari kujibu maangamizi ama jibu la maangamizi dhidi ya tisho lolote lile ambalo litatolewa na mtu yoyote ule kutokea pande lolote. Kwenye upande wa Israeli na Palestina, ipo nini ambacho kinaendelea? Ni kwamba Iran imetaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali za haraka dhidi ya taifa la Israeli kutokana na matendo yake nchini Palestina. Wakati huo huo, serikali ya China imesisitiza tena msimamo wake thabiti wa kuunga mkono kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Bana, jana kuna taarifa ile ya mamba kutengenezwa uzio mamba kwenye gereza ambalo limebeba Palestina limezuiliwa mpaka hivi sasa kwa sababu inataja watu haki za kibinadamu wanapinga kitu hiko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama itaendelea itachukua hatua, inawezekana hatua zikafuata, kwa sababu sasa hizi inatajwa mfereji tayari umeshachimbwa. Kwa hiyo bado kuachukua tu kuruhusu maji ya flow, alafu wachukue mamba pia waweke. Kwenye upande wa Russia Ukraine, ni kwamba Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetangaza kuwa Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 9600 katika wiki mbili iliyopita peke yake katika mapigano ambayo yanaendelea. Kama unavyojua sasa hivi Ukraine inadaiwa ina uhaba wa Patriot wanaita nini, bomb interceptors ambazo zinaweza kuzuia mabomu. Wamepungukiwa nayo sana, wanalalamika kila siku waweze kupewa kitu ambacho Trump amesema siwezi kuwapatia tu kirahisi kwa namna hiyo na vitu kama hivyo. Alafu Umoja wa Ulaya, hata kama nchi zingine washirika wa NATO hazionekani zikiunga mkono sana kwenye vita hivi vya Ukraine pamoja na Russia, kitu ambacho kinasababisha waweze kupoteza wanajeshi wengi, japokuwa hii 9600 imetolewa na Russia kuongelea upande wa Ukraine. Kwa hiyo Ukraine wenyewe hawajatoa data zile za kutosha. Kwa kumalizia ni kwamba meli nyingine ya kibiashara ya mizigo imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz wakati matukio ama zuio la baharini likiendelea. Mimi ni Dr. Mateka, bye bye mpaka pale wakati mwingine.